Benjamin Ndile ni mkuu wa wilaya ya Songea. Nina ujumbe kwa wananchi wa wilaya ya Songea kwa maana ya manispaa ya Songea, halmashauri ya wilaya ya Songea, jimbo la Peramiho pamoja na wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Madaba. Kama mnavyofahamu katika historia ya nchi yetu, kesho kutwa siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka huu 2025, taifa letu litakuwa na shughuli ya upigaji kura za kumchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Mmejiandikisha na mlijiandikisha kwa kipindi kilichopita na mkahakiki majina yenu, na mmeshuhudia kampeni ambazo zimefanyika katika wilaya ya Songea kwa majimbo yote matatu, kampeni zilizofanyika kwa utulivu na amani kabisa. Hatujasikia vurumai ya aina yoyote, wala hatujasikia fujo, wala hatujasikia marumbano, wala hatujasikia maneno ya kashfa kwa wale ambao wanawania nafasi mbalimbali. Kwa hiyo kipindi chote cha kampeni kimeenda kwa mtiririko wa utulivu na amani. Na leo tunahitimisha kampeni kwa ngazi za ubunge na madiwani, na bila shaka kesho itakuwa ni hitimisho la kampeni kwa ngazi ya kitaifa kwa maana ya nafasi ya urais. Napenda kutoa wito kwa wananchi wa wilaya ya Songea kwa majimbo yote matatu kwamba uchaguzi wa kesho kutwa tarehe 29 utafanyika kwa utulivu na amani, kwa maana ya kwamba sisi watendaji wa serikali tunatarajia na tumeagizwa na tutazingatia maelekezo ya serikali hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba sheria na kanuni za uchaguzi zinazingatiwa kwa umakini kabisa. Hakuna kitakacho kwenda kiuzembe, kwa maana ya kwamba tutakuwa timamu kwa kwenda na wakati na kuzingatia kanuni hizo. Ombi langu ni kuwaomba tu wananchi wote wajitokeze kwenda kupiga kura, wafike vituoni, na kule vituoni watakuta kwamba makarani walishafika kwa wakati, na kwamba utakuwa na ulinzi wakati wa kwenda kupiga kura, wakati wa kupiga kura, hata wakati wa kutangaza matokeo. Tunahakikishia kutakuwa na utulivu na amani. Kwa hiyo niwaombe wananchi watumie fursa yao. Wasipofanya hivyo, msipopiga kura, msipojitokeza kwenda kupiga kura, maana yake ni kwamba mtatoa fursa kwa watu wengine kuwachagulieni viongozi. Wakikuchagulia kiongozi, utapata hasara kubwa sana, kwa sababu utakuwa na kiongozi ambaye hukumtaka kwa miaka 5 ijayo. Kwa sababu fursa nyingine ya kupiga kura itajitokeza baada ya miaka 5 kuanzia mwezi huu. Kwa maneno haya niwatakie kila lilo jema na niwahakikishie kwamba utulivu na amani vitatamaraki katika uchaguzi huu. Asante sana.